Yes, ya mjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale wanaotufuata wakiwa Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa. Na tunawatakia tena jioni njema ya siku ya leo jeudi le 15 janvier 2026. Tukiwakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu mbichi za jioni ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Habari ambazo tumewaletea jioni ya leo tutawapeleka moja kwa moja kwenye uwanja wa vita tarafani Fizi kwenye mapigano ni makali kati ya waasi wa AFC M23 na washirika wao Twirwaneho pamoja na jeshi la Kongo FARDC wakiwa pamoja na wazalendo. Mapigano hayo yanaripotiwa katika vijiji vya Ruisankuku, vilima vya Ruhuha, Baruta pamoja na maeneo ya Point Zero. Tutawapeleka moja kwa moja huko tuwaambie hali ni vipi. Ni mapigano ambayo yalianza asubuhi ya leo mapema. Upande mwingine tutawapeleka mu territoire ya Ruchuru ndani ya eneo ya Kibirizi kwenye kuliripotiwa mashambulizi kati ya FDLR na wasi wa AFC M23. Wakati wa mashambulizi hayo kuna mtoto mmoja ambaye alijeruhiwa vibaya na gari mingi ziliharibiwa wakati wa mapigano hapo. Na pia tutawaambia kuhusu ile platforme ya Sauve le Congo ambayo inataka mchakato wa Doha ukamilishwe kabla ya mazungumzo yoyote kuanza. Kama kawaida tumewaletea habari mingi tena mbichi. Mnayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayowaletea taarifa za kweli tena zenye uhakika na za kuaminika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kusubscribe, yani kujiabone ili kukuwa nazipata taarifa zetu zote kwa wakati. Muendelee kucomment na kuzilike taarifa hizi pia na kuzisambaza kwa walio wengi ziwafikie. Mkumbuke kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp ili kukuwa na zipata taarifa zetu zote kwa wakati. Namna ya kujiunga na grupe yetu ya WhatsApp ni kugusa hapo kwenye titre, pale chini ya titre mu description utapata lie ya grupe yetu ya WhatsApp. Ujiunge nasi kupitia linki hiyo, bila shaka utakuwa ukizipata taarifa zetu zote kwa wakati. Bila kukawia tufungue ukurasa wetu wa habari, taarifa zetu mbichi. Tutawapeleka moja kwa moja kwenye shamba la vita maeneo ya Ruisankuku huko maeneo ya Point Zero kwenye mapigano ni makali kati ya waasi wa AFC M23 na Twirwaneho wakipigana na jeshi la Kongo na washirika wao wazalendo. Mapigano haya yalianza asubuhi ya leo mapema 5h du matin ndipo kulisikika milipuko ya silaha nzito na nyepesi. Mapigano hayo yalianzishwa na FARDC na wazalendo zidi ya wasi wa Twirwaneho na AFC M23 huko Ruisankuku kutokea vilima vya Baruta pamoja na vilima vya Ruhuha kwenye walikuwa wakishambulia ngome za AFC M23 na washirika wao Twirwaneho huko Ruisankuku. Mapigano yaliendelea kukamata hatua nyingine. Walipigana kuanzia asubuhi hiyo, saa za mchana zikafika 12h wako napigana, wakaendelea muvita ikafika 13h, 14h, 15h mpaka jioni ya leo ambapo tuko naongea ni kivumbi na jasho kati ya pande mbili. Mapigano yaliendelea kuenea katika vijiji mbalimbali na hata Point Zero hali ikawa tete sana kutokana na milipuko ya silaha nzito na nyepesi ambayo ilikuwa ikitoka kwenye uwanja wa vita ikianguka karibu na Point Zero. FARDC na wazalendo pale Point Zero njo kwenye wako na base militaire yao waliwashambulia waasi wa AFC M23 wakitokea pale Point Zero ambapo walipanda milima ya Wabaruta wakapanda milima ya Ruhuha wakaanza kuwashambulia waasi wa AFC M23 katika kijiji cha Ruisankuku. Hapo Ruisankuku AFC M23 na Twirwaneho nao walipigana na jeshi la Kongo na FARDC wakidefendre eneo hiyo ambayo ilikuwa ikishambuliwa na jeshi la Kongo pamoja na wazalendo.
Mapigano yaliendelea kati ya pande mbili, yakaendelea sasa kuenea katika maeneo tofauti mpaka pale ambapo walianza kutumikisha sasa artillerie, les armes lourdes kuanzia point zero, na vilima hivyo FARDC na wazalendo wako na shambulia ngome za AFC M23 pale Ruisankuku. AFC M23 na Twirwaneho nao kuanzia Ruisankuku wana bombarde maeneo ya FARDC kuanzia vilima hivyo ambavyo wako ndani mpaka maeneo karibu na point zero. Donc mapigano hapo ni matata leo kabisa, kimenuka nivuta ni kuvute kati ya pande mbili, na mambo yaliharibika sana wakati kuliingia ndani drone za vita za FARDC kushambulia waasi wa AFC M23 na washirika wao Twirwaneho. Vyanzo vyetu kutoka hapo vinatuambia kwamba ilipofika saa 8 ilikuwa deja après-midi, ndege mbili za FARDC za drone ziliingilia kati zikaanza kushambulia waasi wa Twirwaneho na washirika wao AFC M23 ndani ya Ruisankuku. Vyanzo hivyo vinasema kwamba ndege hizo ziko na bombarde kila wakati, zinafika zina bombarde huko wazalendo na jeshi la Kongo kutokea katika vilima vya Ruhuha na pale Wabaruta wakiendelea kumene offensive contre AFC M23. Donc kule kabisa Twirwaneho na AFC M23 wako na shambuliwa. Ndege hizo njo zenye ziko na piga sana mabombe kule Ruisankuku kwenye kuko ngome za hao waasi wa AFC M23 pamoja na washirika wao Twirwaneho. Donc ginsi vita kule inasimama, FARDC wakati waliatake walikuwa wakitaka kukamata eneo hiyo, na mpaka kwa sasa wanaendelea kushambulia kwa nguvu. Wanashambulia kwa nguvu AFC M23 wakitaka kuirekipere eneo ya Ruisankuku, hivyo kusonga mbele, hivyo kuendelea kukaribia Minembwe, base militaire kubwa ya waasi wa AFC M23 na washirika wao Twirwaneho. Hayo ni mapigano ambayo yalianza asubuhi ya leo mapema 5h, ambayo yanaendelea kwa sasa. Ndege za kivita ziko natumika pale, artillerie ziko natumika. AFC M23 kutoka Ruisankuku inashambuliwa juu chini na FARDC pamoja na wazalendo. Maeneo hayo ambayo wako wanapigania ndani yanapatikana tarafani Fizi, hivyo tutaendelea kuzifuatilia kwa karibu taarifa za mapigano hayo ili kuwapa matokeo resulta kabisa. Tutaziwapa wakati mapigano yatakuwa yameisha, kama wazalendo na FARDC watasonga mbele ama kama AFC M23 itawarepuse. Donc matokeo kabisa tutakuja kuyawapa wakati mapigano yatakuwa yamemalizika. Siku ya leo kabisa ni moto, ni kivumbi na jasho kati ya pande mbili huko Moho Plateau de Fizi. Tuendelee na taarifa zetu, tuwapeleke mu territoire ya Ruchuru kwenye kuliripotiwa mapigano kati ya FDLR, kundi lenye silaha hilo linalotumikia kazi mu Ruchuru, na wasi wa AFC M23. Mtoto mmoja alijeruhiwa na magari matano yakaharibiwa wakati wa uvamizi wa wanajeshi wa FDLR. Ilikuwa asubuhi mapema leo huko Kibirizi, ni katika grupema ya Mutanda, sheferi ya Bwito. Vyanzo vyetu kutoka hapo vinatuambia kwamba wanajeshi wa FDLR walishambulia kwanza vikosi vya AFC M23 vilivyokuwepo katika eneo hilo la Kibirizi kabla ya kulenga magari yaliyoegeshwa mjini. Mtoto huyo wa miaka 12 alipigwa masasi ya mguu wa kushoto na kuhamishiwa hospitali kuu ya rufaa ya Kibirizi kwa matibabu. Mkaaji ambaye tuliongea naye huko alituambia kwamba ni mvulana aliyejeruhiwa wakati wa mapigano hayo yaliyoanzishwa na FDLR wakiwashambulia waasi wa AFC M23 yapata saa 8 asubuhi. Malori ya fuso yaliyoegeshwa hapa yaligongwa, yakitoboa matairi yao na kuvunja vioo vyao vya mbele. Hakukuwa na vifo, ni mtoto huyu tu aliyejeruhiwa. Sasa kuna utulivu na shughuli zinaendelea kama kawaida, hata kama kuna hali ya wasiwasi na uga kidogo kutokana
na tokeo hilo. Mapigano hayo pia yalizua hofu miongoni mwa wakaaji wa eneo hilo ambao waliogopa kuongezeka kwa mapigano. Hapo ni mteritware ya Ruchuru kwenye kuliripotiwa mapigano hayo kati ya AFC M23 na FDLR huko Kibirizi. Kama ukumbusho, mteritware ya Ruchuru hivi juzi kulikuwa kukiripotiwa mapigano katika maeneo ya Bukombo, pia maeneo ya Chahimba. Donko hali ya kiusalama si nzuri katika eneo la Ruchuru kutokana na mapigano ya hapa na pale kati ya waasi wa AFC M23 na makundi tofauti mkiwemo wazalendo CMC na hao wanajeshi wa FDLR. Tuendelee na taarifa zetu, tukiachana na hayo ya Ruchuru tuwaambie kuhusu ile platforme ya Sauver le Congo ambayo ilitangaza kwamba inataka mchakato wa Doha ukamilishwe kabla ya mazungumzo yoyote. Muungano wa kisiasa huu wa upinzani wa Sauver le Congo, donc Sauver la RDC, ulioanzishwa na Joseph Kabila ulitoa wito huu siku ya jana, donc Jumatano ya jana le 14, kwa ajili ya kukamilika kwa mchakato wa Doha unaoongozwa na upatanishi wa Qatar. Kwa miezi kadhaa serikali ya Kongo na harakati za kisiasa za kijeshi za AFC M23 zimekuwa zikifanya mazungumzo nchini Qatar. Mnamo le 14 Desemba 2025 pande hizo mbili zilisaini makubaliano ya mfumo huo ambayo yalikaribishwa na jumuiya ya kimataifa. Katika taarifa ya jana sasa, ile platform Sauver le Congo inaamini kwamba kukamilika kwa mchakato huu lazima iwe kipaumbele kabla ya mazungumzo yote mapana ya kitaifa. Harakati hiyo inadai kuwa imeshauriwa mara mbili na mamlaka za Angola kuhusu uwezekano wa mazungumzo kati ya Wakongo. Kwa muungano huu, mafanikio ya mazungumzo yoyote yanategemea kwanza kabisa uaminifu na nia njema ya pande hizo mbili. Katika taarifa yao walisema kwamba mabadiliko ya mara kwa mara ya eneo na mpatanishi tunayo yashuhudia kutoka Nairobi hadi Luanda, Lome kutoka Doha hadi Luanda, yakipita kwa muda mfupi kupitia Bujumbura, Kampala, Lome na miji mingine mingi, yanadhibitisha kutokuwa na utulivu wa maono na kuacha ladha ya kutoamilika. Muungano huu unalaani utata wa kimkakati na utata kuhusu chaguzi za kutatua mgogoro huo. Unasisitiza kwamba harakati za mazungumzo lazima ziambatane na utashi halisi wa kisiasa, ikiwa ni pamoja na kuachiliwa kwa wafungwa na kupunguza mvutano wa kisiasa. Katika taarifa yao walisema kwamba kinyume na makubaliano na ahadi hizi, serikali ya Rais Tshisekedi inaendelea kuwakamata au kuwalazimisha wapinzani wa kisiasa, majenerali na maafisa wengine, waandishi wa habari, wanaharakati wa haki za binadamu. Na pia wakasema kwamba vivyo hivyo kila wakati Rais Tshisekedi anapochukua ndege yake eti kwenda kutafuta amani, anaacha maagizo ya harakati kubwa za wanajeshi kufanya mashambulizi ndani ya maeneo yanayokaliwa na waasi wa AFC M23, hivyo kuacha tena mvutano wa kivita unaanza upya. Ikiwa lengo halisi ni kurejesha amani, inafaa zaidi kutatua mchakato wa Doha ambao unahusisha serikali na upinzani wenye silaha kabla ya kuendelea na mazungumzo, ili vipengele vyote vya kijeshi vya mgogoro huo vishughulikiwe na mbinu zote zinazofaa, ikiwa ni pamoja na kusitishwa mapigano zitekelezwe. Hayo yalitangazwa na platforme Sauver la RDC ambayo ni yake ancien president Joseph Kabila. Harakati hii pia inasisitiza mazungumzo shirikishi na ya wazi yanayohusisha pande zote husika. Waliotia saini ni pamoja na Seth Kikuni, Raymond Chibanda, Augustin Matata Ponyo Mapone na Bienveni Matumo. Hao ndio viongozi tofauti ambao waliyatangaza hayo yote ambayo nimewaambia. Donc hao ndio viongozi wa nani wa ile parti politique ama platforme Sauver la RDC ambao walisign hayo ambayo nilikuwa nikiwaambia. Nadhani ya kwamba tuko naendana 5 kwa 5 kuhusu maongezi. Sasa nadhani ya kwamba mulifuata video ambayo niliwapa
ndani ya grupe yetu ya WhatsApp na hata kushene yetu ya WhatsApp. Ni video yake President Felix Tshisekedi wakati alikuwa akitangaza ya kwamba maongezi yoyote ambayo yatafanyika kwa sasa yatafanyika nchini Kongo. Video ile iliwafikia ku group ya WhatsApp, ikawafikia pia na kushene ya WhatsApp. President Felix Tshisekedi alitangaza hayo akisema kwamba kama kuna maongezi yoyote ambayo yatakuwa kati ya wakongomani ili kuleta solution ya krize inayoipitia nchi ya Kongo, hayo maongezi yatafanyika nchini Kongo, na maongezi hayo watayafanya na wakongomani halisi, wale ambao wanataka kiukweli krize ambayo Kongo inapitia iishe. Hapana hao wakongomani ambao wanapigania kabisa faida za nchi karibu na Kongo, donc zile nchi voisine. Nadhani kwamba video hiyo mlifuata na hayo muliasikia katika video hiyo. President Felix Tshisekedi alionyesha ya kwamba yeye anataka maongezi ndiyo yakuwe, anapenda maongezi kabisa yafanyike kama njia ya kuleta amani, ila maongezi yatakayofanyika kwa sasa yatafanyika nchini Kongo. Hawataenda tena kuongelea kwingine kwa sababu tatizo ni wakongomani, basi wataongelea nchini Kongo. Maongezi ambayo hayapendi ni yale maongezi ya watu wa Kongomani ndiyo, ila wanaopigania faida za waitranzi, donc mapays voisins zinazopata faida kupitia vita vinavyoendelea nchini Kongo vya waasi wa AFC M23. President Felix Tshisekedi yeye ndiye ambaye alitangaza hayo, na kama ukumbusho haya ambayo President Felix Tshisekedi aliyatangaza, alikuwa ameyasema wakati alikuwa huko Angola. Alikuwa ameyatangaza, kama mnavyokumbuka, alikuwa amesema kwamba maongezi yatafanyika Kinshasa kwa sasa, donc ile maongezi ambayo waopoza wengi wanayasema no yafanyike kama njia ya kurejesha amani mashariki mwa nchi ya Kongo na kuisha kwa vita. Alisema kwamba hayo maongezi yatafanyika ndiyo yatafanyika nchini Kongo, hapana kuyafanyia kwingine. Na katika video yake hiyo siku ya leo alisema ya kwamba Kongo itaki tena wapatanishi wengine tofauti na nchi yao. Wale ambao watafanya maongezi ni wakongomani, kwa hivyo haina haja ya kwenda nje ya nchi kutafuta wa kuwapatanisha wakati wao ni wakongomani na matatizo yao ni ya wakongomani. Kwa hivyo hayo maongezi yatafanyika nchini Kongo, mjini Kinshasa. President Felix Tshisekedi ndiyo ambayo alitangaza hayo. Nadhani ya kwamba video iliwafikia ndani ya grupe zetu za WhatsApp na shene ya WhatsApp. Na sema basi asante, nashukuru sana kwa kuwa mnaendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu tofauti, na waomba pia kuendelea kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa napata taarifa zetu zote. Musambaze habari hizi kwa walio wengi, muendelee kujiunga na grupe yetu ya WhatsApp ili kukuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Nashukuru sana, tupatane ndani ya habari zifuatazo. Merci beaucoup.